mchezo wa leo na ni mchezo wa mtoano, kwa maana kwamba tumeondolewa katika mashindano haya. Haikuwa lengo letu na haikuwa dhamira yetu kuondolewa mapema katika hatua hii. Kumbuka msimu uliopita tulimaliza hatua ya nusu fainali. Kuishia hatua ya robo fainali kwa hakika imetuuma na imetuumiza, lakini ndivyo hivyo mpira ulivyo. Tumeondolewa katika mashindano haya, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya ligi, sababu kuna ligi kuu ya NBC inaendelea. Sasa nguvu zetu tunaelekeza huko. Tuna mchezo tarehe 21 dhidi ya Fontaine, sisi tukiwa wenyeji wa mchezo huo, hatua ambayo tunadhani matokeo yake yatatufikisha katika malengo ambayo tumejiwekea msimu huu. Kumbuka tunapambana kumaliza ligi kuu ya NBC tukiwa katika nafasi 4, ndilo lengo letu. Kwa hiyo msuguano ni mkubwa, timu ziko nyingi zinatafuta hiyo nafasi, lakini sisi tunajiandaa na tunajipanga kuhakikisha kila mechi iliyoko mbele yetu tunapata matokeo mazuri. Hii tumeondolewa, tulilenga kwamba tutafika hatua nzuri ili kupitia mashindano haya ya CRDB Bank Federation Cup tuweze kupata uwakilishi katika mashindano ya kimataifa, lakini hiyo imegoma. Sasa tunajipanga kwa ajili ya ligi tumalize tukiwa katika malengo yetu. Masau, leo Yanga anashinda kwa mara ya kwanza kwenye uwanja huu na ulisikika ukisema haitakuwa rahisi kwao. Hii unaingia kwenye historia ya namna gani kwenye uwanja? Lakini pia ushindi walioupata hawakuupata kirahisi. Kama unavyoona, umeshuhudia goli la kwanza tumejifunga. Hiyo ni bahati mbaya. Katika purukushani zile mchezaji anaweza akafanya makosa ya aina yoyote, na hata lile goli walilolifunga wao ni kama langekewa tu fulani. Na umeangalia kipindi cha pili namna ambavyo vijana wetu walipambana, namna ambavyo vijana wamecheza kuhakikisha kwamba walikuwa wanaipambania nembo ya JKT Tanzania, kuhakikisha kwamba pengine Mungu akipenda tupate goli tusawazishe na mambo yaende vizuri, lakini Mungu akupenda iwe hivyo na tukaishia hapo. Mpira wa miguu uko hivyo, leo utashinda, kesho utafungwa, siku nyingine utapata matokeo ambayo pengine hukuyatarajia. Ndicho kilichotokea leo, tumepata matokeo ambayo hatukuyatarajia. Lengo letu ilikuwa kushinda mchezo huu, tusonge mbele na hatimaye pengine tufike hatua ya fainali, lakini hatukufika huko. Masau, leo hebu tuambie, wewe ndo mwenyeji wa mchezo huu, walitumia jumba, walitumia vyumba? Sasa hili ni jukumu la wenye mamlaka, lakini sijaona kama wamepita kuvuka barabara kuelekea ng'ambo ya pili. Nadhani wametumia eneo la uwanja, japo sina hakika kama wameingia vyumbani. Kwa hiyo hayo ya wapi wamefanyia mabadiliko yao ya mavazi, mamlaka wapo wataeleza kwamba wametumia vyumba ama hawakutumia vyumba. Kama hawakutumia vyumba, wametumia eneo gani? Hilo ni jukumu la wasimamizi wa ligi yenyewe. Baada ya mchezo huu kutakuwa na dakika 90 nyingine za mwisho dhidi ya Yanga kwenye uwanja huu kwenye mechi ya ligi. Huko hesabu zako zitakuwa? Ninaamini unapopigwa na mtu fulani akakupiga tena, lazima ujiulize kwa nini huyu mtu ananipiga. Tutakuwa na mchezo dhidi ya Yanga siku ligi inakamilika, ligi kuu ya NBC takapokuwa inamalizika, mechi yetu ya mwisho sisi tutacheza na Yanga hapa. Kocha mkuu kijana Mtanzania Ahmad Ally, mimi namkubali na nina hakika Watanzania walio wengi wanaofuatilia mpira wanamkubali. Sidhani kama atakubali kufungwa kwa msimu mmoja na timu hiyo hiyo michezo mitatu. Kama nilivyosema, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa miongoni mwa timu 4 bora, na hiyo ndiyo siku ambayo kama mambo yetu yatakuwa yajakaa sawa, tunahitaji alama bado ili kuhakikisha kwamba tunakuwa miongoni mwa nafasi hizo. Basi ni mchezo ambao utakwenda kuonesha uhodari, ni mchezo ambao utakwenda kuonesha kwamba mwalimu alijifunza akawaelekeza vijana, na hatimaye yale makosa yaliyofanyika katika michezo miwili yanasawazishwa
tunapata alama 3 kutoka kwa Young African. Haiwezekani mechi 3 msimu mmoja tufungwe na timu moja. Kwa hiyo ipo hiyo mechi ya mwisho wa ligi ambayo itatukutanisha na Yanga katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Nina hakika na amani kwamba utakuwa mchezo wa kisasi, na sisi msimu huu tuondoke tukiwa tumejivuna kwamba tumevuna alama kutoka kwa klabu ya Yanga. Shukrani.